Hujambo na karibu tena ndugu Mtanzania popote ulipo. Leo ni siku ya tarehe 12 ya mwezi wa 8 mwaka 2026 na hizi ni update moja kwa moja kutoka mahakamani, kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chadema Mheshimiwa Tundu Lissu ambayo inaendelea, lakini pia Tundu Lissu ameendelea na maswali ya dodoso akimhoji shahidi wa Jamhuri ACP Amin Mahamba ambaye ni shahidi wa 16, na hii ni episodi ya 41. Lakini kubwa zaidi ni kwamba katika maswali ya leo Tundu Lissu amemuuliza shahidi Mahamba kuhusu watu waliokamatwa kabla ya uchaguzi kwa tuhuma za kupanga vurugu, lakini pia na baadaye kuachiwa baada ya majalada yao kupitia upya. Mahamba amethibitisha kuwa baadhi ya watu hao walikamatwa wakiwa wanatuhumiwa kupanga njama na vurugu na kwamba baadaye mashtaka yao yalifutwa. Lakini pia Lissu amemuuliza kuhusu matukio ya vifo Dar es Salaam, Arusha na Mbeya, akirejelea takwimu za tume ya Jaji Chande ambazo zinadai ya kwamba watu 315 waliuawa katika maeneo hayo. Lakini pia alipoulizwa kama kuna makamanda wa polisi au viongozi wa serikali waliochukuliwa hatua kutokana na vifo hivyo, ACP Mahamba amesema hana hakika kama kuna kiongozi hata mmoja aliyechukuliwa hatua. Sasa moja kwa moja hapa tupitie hizi update kutoka hapa mahakamani, na hii ni episodi ya 41. Majaji wameingia hapa mahakamani kama kawaida, wapo watatu kama kawaida yao. Mtuhumiwa naye ameingia, japo leo askari magereza wamemzonga sana ili asisalimiane na watu waliofika hapa mahakamani. Mtuhumiwa yaani Mheshimiwa Lissu amechukua nafasi yake na shahidi Amini Mahamba amekaa katika kizimba tayari kwa kudodoswa. Karani anaita kesi kwa namba yake Jamhuri dhidi ya Tundu Lissu, na mawakili wa serikali wanaongozwa na wakili ajuae Nasolo Katuga, Jobu Mrema, Kasbet Mbilingi na Winiwa Kasala. Majaji wanamuuliza mtuhumiwa kama yuko tayari, na Mheshimiwa Lissu anasema naomba kufanya consultation toka kwa mawakili wake au researchers. Majaji wanamruhusu hapa, na mawakili wake Nation Nkungu na Sisti Aloisi wanainuka na kusogea kizimbani hapa kumconsulti Mheshimiwa Lissu. Wanateta kidogo hapa kama dakika 5 hivi, kisha wanarudi kukaa kwenye viti vyao. Baada ya kumaliza kuteta, jaji anamkumbusha shahidi kuwa bado yupo chini ya kiapo. Mheshimiwa Lissu anaruhusiwa aanze kumhoji shahidi. Anamwambia leo hana maswali mengi sana. Anamuuliza kama alizamilia kuwa maelezo yake aliyotoa alizamilia yaaminiwe kama ushahidi wa kweli, na ACP Amini Mahamba anajibu kwamba ndiyo alizamilia. Mheshimiwa Lissu anamuuliza, ulizamilia kuwa maelezo yako uliyotoa kule polisi yawe ushahidi mahakamani? Lissu anasema I'm typing up the loose end. Anamuuliza kuhusu wale mashahidi waliofichwa waliotolewa mikoani. Sasa Mheshimiwa Lissu anaanza na swali la kwanza eneo hilo. Anamwambia shahidi, unakumbuka ulisema kwamba hawa mashahidi waliofichwa ni watu waliokamatwa na polisi. Ni kweli walikutwa wakipanga njama? Shahidi ACP Amini Mahamba anasema sio tu kupanga, ni pamoja na kuhamasisha. Shahidi hapa anasema watu wale waliokamatwa walikutwa sio tu wakipanga njama za kufanya vurugu, lakini pia wakihamasisha watu wengine kushiriki katika vurugu hizo. Lissu anamwambia tena hapa shahidi, waeleze waheshimiwa majaji kama maelezo yako uliyoandika polisi ulizamilia yatumike hapa mahakamani kama ushahidi wa kweli. Ni swali ambalo amerudia hapa Mheshimiwa Tundu Lissu. Shahidi anasema nilizamilia yatumike hapa mahakamani. Mheshimiwa Lissu,
Hao mashahidi waliokamatwa kwa kupanga njama za kufanya vurugu kwenye uchaguzi mkuu, je, walikuwa wakihamasisha? Shahidi anajibu na kusema ndiyo, walikuwa wakihamasisha. Lissu anamuuliza, na walipokamatwa walikiri? Shahidi ACP Amini Mahamba anajibu ndiyo. Lissu, na waliandika maelezo yanayosema hivyo? Shahidi anajibu na kusema ni sahihi. Lissu, hiyo mipango waliokuwa wanaipanga ilikuwa ni makosa ya jinai? Shahidi anajibu na kusema kweli. Mheshimiwa Lissu, wakakiri kwa maandishi mkawaleta mahakamani na wakakiri mahakamani, au sio? Lissu hapa baada ya kumuuliza hivyo, shahidi anajibu na kusema ndiyo. Lissu anamwambia shahidi waeleze majaji, hizo tuhuma za kijinai mlizowakamata nazo ziliishia wapi? Shahidi anasema, nikirejea maelezo yangu, baada ya kuwakamata, baada ya kupata taarifa kutoka kwa RCO, tuliitisha jalada, tukalisoma, tukalipitia, tulibaini wote walikuwa wamechochewa na wewe. Lissu anamuuliza, ni kweli au si kweli mliwafutia kesi wote? Shahidi anakaa kimya hapa. Lissu baada ya kumuuliza shahidi kwamba ni kweli mliwafutia kesi wote, na anakaa kimya hapa, Lissu anasema, na katika hao mashahidi walikuwepo waliotokea Dar es Salaam, waeleze majaji kama ni kweli au si kweli Dar es Salaam kulitokea vurugu zilizoua watu 182. Shahidi anasema, mimi sio msemaji wa jeshi la polisi. Lissu anamwambia, kwa mujibu wa tume ya Jaji Chande, watu 182 waliuawa Dar es Salaam, ni kweli au si kweli? Shahidi anasema si kweli. Lissu anasema, mliwashtaki kwa makosa mliowakamata? Shahidi anakaa kimya pia. Lissu, siku ya uchaguzi tarehe 29 kwa mujibu wa Jaji Chande waliuawa watu 23, na watu ambao mlikuwa mnajua wameandika walikuja mahakamani wakasema tutaleta fujo, mmewaachia. Shahidi anasema si kweli. Lissu, umesema ulikuwa mpelelezi wa matukio ya Oktoba. Shahidi anajibu hapa ndiyo. Lissu anasema, kuna watu mliwakamata Mbeya, mkawaandika maelezo, mkawaleta mahakamani, halafu mkawaachia. Shahidi anajibu na kusema kweli. Mheshimiwa Lissu anasema, kwenye mji wa Mbeya kwa mujibu wa ripoti ya Jaji Chande waliuawa watu 80. Shahidi anapoulizwa haya maswali ya watu ambao wameuawa kwenye mikoa ambayo Tundu Lissu anaitaja akianzia Dar es Salaam, shahidi amekuwa akikaa kimya, hatoi majibu katika swali hilo, na idadi ya watu waliouawa Mbeya 80, shahidi pia anakaa kimya hapa. Lissu anamuuliza, anamwambia waeleze waheshimiwa majaji kama hiyo mikoa mitatu, yani Dar es Salaam, Arusha na Mbeya, jumla ya watu waliouawa ni watu 315, kama kuna RPC, ZPC, RCO, OCD na OCCID au mkuu wa mkoa au mkuu wa wilaya aliyochukuliwa hatua kwa uzembe. Shahidi anasema sina uhakika. Lissu anasema, waeleze majaji kama wale waliosema wataenda kufanya vurugu na wakafanya kama kuna hata mmoja aliyechukuliwa hatua mpaka sasa. Shahidi anasema ni matukio mawili tofauti. Lissu anasema kuna mikoa mingine 8, mkoa wa Mwanza hawakukuletea taarifa kwamba kuna shida inapangwa kwenye uchaguzi? Shahidi anasema sikupata. Lissu, Mwanza Oktoba 29 kwa mujibu wa ripoti ya Jaji Chande waliuawa watu 90. Waeleze majaji Mwanza mna RPC? Shahidi akajibu na kusema ndiyo. Lissu anasema kuna RCO, mtu wa usalama wa taifa au mapolisi wote, kama kuna aliyechukuliwa hatua kwa kutokuona janga kubwa
lililoukuta mkoa wa Mwanza. Shahidi anajibu na kusema kwamba hana uhakika, anasema sina uhakika. Lissu anasema kwa mikoa minne wameuawa watu 405 kwa mujibu wa ripoti ya Jaji Chande: Songwe, Geita, Mara, Shinyanga, Ruvuma. Katika mikoa hiyo ni Ruvuma pekee mlipewa taarifa kwamba watu wanapanga kufanya vurugu, mkawakamata, wakaandika maelezo ya mashtaka, mkawaleta mahakamani, mkawaachia. Ni kweli au si kweli? Shahidi anasema si kweli. Lissu anasema kwa hiyo Wasongea mliwaleta mahakamani mkawashtaki? Shahidi anasema waliachiwa kwa mujibu wa sheria. Lissu anasema waeleze waheshimiwa majaji kama wote hawa vyombo vya ulinzi na usalama wamechukuliwa hatua yoyote. Shahidi anajibu na kusema sina uhakika. Ukiangalia pia kwenye maswali kuhusu ma RPC, ma ZCO, kama kuna hata mmoja aliyochukuliwa hatua, shahidi amekuwa akijibu kwamba hana uhakika. Tundu Lissu anasema niambie kama nipo sahihi au nakosea, kwamba katika historia yetu yote kama nchi ilianza wakati wa Wajerumani. Mara ya mwisho katika nchi hii watu waliouawa kwa kiasi kikubwa hivyo ilikuwa ni mwaka 1907 wakati Wajerumani wanazima vita vya Majimaji. Kuanzia hapo Wajerumani hawakuua watu kama ilivyokuwa mwaka jana. Waingereza walikaa kwa miaka 40 hawakuua. Nyerere miaka 21, miaka 10 ya Mwinyi hayakuwepo, miaka 10 ya Mkapa hayakuwepo, na miaka 10 ya Kikwete hayakuwepo. Lakini pia miaka ya Magufuli 6 yalikuwepo kidogo sana. Lakini ndani ya wiki moja ya utawala wa Samia wameua watu 500 kuliko miaka yote. Shahidi anajibu na kusema sio sahihi. Lissu: je, video mlioiangalia ikiwa mtandaoni au iliyokuwa kwenye memory card iliyopokelewa Dodoma na kwenye flash disk iliyoandikwa Aldepo? Hapa namuuliza kwamba video ambayo waliangalia ni ile ambayo ilikuwa mtandaoni au ile ambayo ilikuwa kwenye hiyo flash disk, na shahidi anasema iliyokuwa mtandaoni. Lissu anasema kwa hiyo kwa jibu hilo nitakuwa sahihi, hamkuangalia video iliyokuwa kwenye memory card na iliyokuwa kwenye flash disk? Shahidi anasema hatukuangalia. Lissu anasema nitakuwa sahihi au nitakosea nikisema kwamba pengine kwenye hiyo flash disk Aldepo hakuna video yoyote? Shahidi anasema sio sahihi. Lissu anasema unajuaje wakati ukuangalia? Shahidi anasema si kuna taarifa. Lissu anamwambia hapa shahidi, je, unafahamu kwamba hata hapa mahakamani hazikuletwa? Shahidi baada ya kuambiwa hivyo kwamba unafahamu hata hapa mahakamani hazikuletwa, shahidi anasema ni sahihi. Lissu anasema hiyo taarifa ipo mahakamani. Najua kuna taarifa ilikataliwa sababu haikuandaliwa na mtaalamu, ikakataliwa. Shahidi anasema tuendelee. Lissu anasema mpaka sasa wewe ni shahidi wa 16. Nyie wote hakuna aliyewasilisha ushahidi wa video na hakuna kidhibiti hata kimoja zaidi ya story. Shahidi anasema ni sahihi. Lissu anasema twende kwenye mkutano wangu uliosababisha yote haya juu ya msimamo wangu na chama changu juu ya uchaguzi na katiba. Shahidi anasema sina hakika kama ulizungumzia katiba. Lissu anasema waeleze majaji kama unafahamu madai ya mfumo wa uchaguzi na katiba ni madai ya siku nyingi. Shahidi anasema sifahamu. Lissu anasema waeleze majaji kama unafahamu mwaka 1992 tume ya Nyalali ilipendekeza itungwe katiba mpya itakapofikia Septemba mwaka 1993. Shahidi anasema sijawahi kusikia. Lissu anasema waeleze majaji kama unafahamu
mapendekezo hayo ya Jaji Nyalali yalikataliwa na CCM chini ya serikali ya Rais Mwinyi. Shahidi anajibu na kusema sifahamu. Tundu Lissu anasema Rais Mkapa marehemu aliunda tume ya Jaji Robert Kisanga mwaka 1998. Walipendekeza kuwe na katiba mpya na Rais Mkapa akasema hakuwatuma waangalie hayo ya katiba. Shahidi anasema sifahamu. Lissu anasema Rais Mkapa akaunda tume nyingine ya Jaji Mark Bomani, nayo ikapendekeza katiba mpya na Mkapa na CCM yake wakakataa. Shahidi anasema sifahamu. Lissu anasema Rais Kikwete akaunda tume ya Jaji Warioba na wakaandaa rasimu ya katiba mpya na mapendekezo ya mabadiliko kwenye mfumo wetu wa uchaguzi. Rais Kikwete naye akakataa waeleze majaji. Shahidi anasema sijawahi kusikia. Lissu anasema waeleze majaji kuwa tunafanya uchaguzi kila baada ya miaka 5. Shahidi anasema ni sahihi. Lissu anasema tangu mwaka 1995 watazamaji wa uchaguzi huo kutoka nje, kimataifa na kikanda, kila kwenye uchaguzi mkuu wamependekeza kwa serikali itungwe katiba mpya na mabadiliko kwenye mfumo wetu wa uchaguzi. Unafahamu hilo? Shahidi anajibu na kusema kwamba sifahamu. Baada ya shahidi kusema kwamba hafahamu jambo hilo, Tundu Lissu anamuuliza tena swali lingine hapa. Shahidi anamwambia kwamba waeleze majaji mwaka 2015 ilani ya CCM ilikuwa na ahadi kuwa watakamilisha mchakato wa katiba mpya. Shahidi anasema sifahamu. Lissu anasema waeleze majaji hata mwaka 2010 CCM Magufuli iliahidi mchakato wa katiba mpya utakamilika. Shahidi ACP Amini Mahamba anasema sifahamu. Lissu anasema hata alipokuja Samia naye alikataa. Shahidi anasema sifahamu. Lissu anasema kila uchaguzi mkuu lazima kuwe na mauaji ya raia. Shahidi anasema sifahamu. Lissu anasema baada ya hotuba yangu ya tarehe 3 wewe na jeshi mlichukua hatua ya kunitafuta na kuniuliza nilimaanisha nini. Shahidi anasema sifahamu. Lissu anasema kwa yote haya katika historia yetu ya miaka 35, no reforms no election ilikuwa sahihi kwenye mazingira haya. Shahidi anasema hapana. Lissu, Jaji Chande anasema hivi, ghasia za baada ya uchaguzi mkuu zilitokana na matatizo ambayo yamekuwepo kwa muda mrefu, ikiwemo madai ya katiba mpya, mfumo wa uchaguzi, maelfu ya watu wameuawa sababu ya kutotatuliwa kwa muda mrefu. Je, nakosea? Shahidi anasema unakosea. Lissu anamuuliza hapa, kwa hiyo hata Jaji Chande na tume yake wamekosea? Shahidi anajibu na kusema sifahamu. Swali hili ambalo Tundu Lissu amemuuliza shahidi hapa linatokana na ripoti ya Jaji Chande na Lissu anamuuliza kwamba ina maana kama mimi nakosea, hata ripoti ya Jaji Chande pamoja na tume yake wamekosea. Shahidi anasema sifahamu. Lissu anasema hayo unayosema ni makosa yangu, waeleze majaji kama unafahamu kikosi kazi cha kamati ya haki za binadamu Umoja wa Mataifa kimetoa taarifa baada ya uchunguzi wa miezi 9, imesema kukamatwa kwangu ni kinyume na sheria na nilipwe fidia. Shahidi anasema sifahamu. Lissu anasema waeleze majaji kama unafahamu tarehe 10 Julai kamati ya mawaziri wanaowakilisha Jumuiya ya Madola imetoa taarifa inayoitaka serikali ya Tanzania kuniachilia huru ndani ya mwezi mmoja, na wasipofanya hivyo kwenye kikao cha Septemba watachukua hatua stahiki dhidi ya serikali ya Tanzania. Shahidi anasema sifahamu. Lissu anasema swali langu la mwisho, bwana askari, kama Umoja wa Mataifa, Jumuiya ya Madola wote wanasema niachiliwe
na ni ushahidi wako kwamba mtu huyu anayepiganiwa na taasisi zote hizi ni mtu mbaya, mhaini na anayestahili kunyongwa. Shahidi anasema sijasema hivyo. Hili ni swali la mwisho hapa kwa Tundu Lissu akimhoji shahidi kama jumuiya hizo Umoja wa Mataifa wameona Tundu Lissu hana hatia na aweze kuachiwa huru, lakini anamuuliza kwa upande wako wewe unaona kama mimi ni mtu mbaya na muhaini na ninayestahili kunyongwa? Shahidi anamjibu hapa na kusema kwamba yeye hajasema hivyo. Sasa kumbuka kwamba Umoja wa Mataifa, Jumuiya ya Madola, mawaziri kabisa sio wanaharakati walitoa siku 30 kwamba Tundu Lissu aweze kuachiliwa, vinginevyo watachukua hatua. Sasa mtu huyu anayepiganiwa na taasisi hizi ni mtu mbaya anayetakiwa kunyongwa hadi afe. Shahidi hapa najibu na kusema kwamba sina uhakika. Hili ni swali la mwisho kwa Tundu Lissu akimhoji shahidi, akimdodosa, na baada ya hapo Lissu amemaliza maswali na kukaa chini na kimya kidogo kinaendelea mahakamani. Naam, baada ya kimya kutawala kwa muda kidogo, wakisubiriwa upande wa serikali waanze kumhoji shahidi wao, yani kumfanyia re-examination kwa ajili ya kufukia mashimo yaliyotengenezwa na utetezi na kulipea. Majaji hapa wanatoa maelekezo kwamba tuendelee kwa re-examination. Wakili wa serikali anasimama anasema tunayo maswali machache kwa shahidi, atauliza Katuga. Katuga anasimama anamwambia shahidi, pole kwa maswali mengi yaliyojaa hotuba, relax. Katuga anasema usitegemee kukuta maswali ya sijui tume sijui nini, sawa. Anarudia hapa sawa mara kadhaa. Katuga anasema kama unakumbuka uliulizwa maneno kwamba tutazuia uchaguzi, tutakinukisha. Hayo maneno yana neno serikali, ulijibu lipo, ulimaanisha nini? Shahidi ACP Amini Mahamba anasema nilipotamka neno serikali lipo, nilikuwa na maanisha kwamba serikali ndo yenye mamlaka au wajibu wa kutekeleza au kusimamia sheria za nchi. Kwa hiyo kutamka maneno kama hayo kwamba utavuruga uchaguzi, utazuia, maana yake ni kuitisha serikali ambayo ndo ina jukumu la kulinda na kutunza usalama wa nchi. Nilikuwa na maanisha hivyo. Wakili wa serikali Katuga anasema tuendelee kujikita hapa kwenye masuala yaliyopo mbele ya mahakama. Uliulizwa ni nani aliyechapisha maneno hayo, ukajibu ni wewe, tena ukamkomalia, ukapelekwa kwenye ushahidi wa P ukieleza kwamba wao ndo waliosambaza P na P1. Ukasomeshwa kwamba bwana Bagiem aliona hayo maneno kwenye YouTube, lakini ukazidi kusema ni wewe Lissu ndo uliyechapisha. Ulikuwa unamaanisha nini? Shahidi ACP Amini Mahamba nasema nilikuwa namaanisha kwamba mshtakiwa ndo alikuwa akiongea mbele yao wale wote waandishi wa habari. Yeye ndiye aliyeongea mbele ya wale waandishi wa habari ambao walikuwa wakirusha yale live. So yeye ndiye aliyesababisha wayarushe live, na kwamba naamini kama ile ilikuwa nia yake, sababu kama alikuwa hataki yale matangazo yarushwe mubashara asingeruhusu yarushwe, sababu aliruhusu yarushwe. Katuga nasema kwa hiyo ndo maana ukakomaa ni wewe. ACP Amini Mahamba anajibu ndiyo. Katuga nasema ulisomeshwa kifungu cha 39 japo wewe si mwanasheria, ukaulizwa hayo maneno kuzuia uchaguzi, kukinukisha, yamo kwenye hicho kifungu, na majibu yako uliendelea kusisitiza yamo. Ulikuwa unamaanisha nini? ACP Amini Mahamba anasema nilikuwa namaanisha kuwa katika kile kifungu cha 39(2)(b) kuna neno limeandikwa kwa nia ya kutishia serikali. Kwa hiyo yale maneno alimaanisha ile nia.
Katuga anasema, shahidi, kingine umeulizwa sana, sijui mwaka fulani, madai ya katiba, CCM sijui nini. Mimi sio mwanasiasa, ifafanulie haya madai ya katiba na madai haya ya uhaini. Nini majibu yako kwenye hii katiba na kesi ya uhaini? ACP Amini Mahamba anasema, napenda kusema kwamba kama una madai ya msingi, shahidi hapa nakatishwa na wakili wa serikali Katuga, hivyo vitakuwa ni vitu vipya. ACP Amini Mahamba anasema hayahusiani na haya. Katuga anasema, sasa shahidi, kuna maswali mengi, lakini swali mojawapo linahusiana na vurugu za Oktoba 29 mwaka 2025. Uliulizwa kwamba wewe na timu yako ya polisi mlifanya vurugu siku hiyo, ulijibu ukazuiwa, na ulikuwa unamaanisha nini? ACP Amini Mahamba anasema, sio kweli kuwa mimi na timu yangu au jeshi la polisi tulihusika na zile vurugu, kwani upelelezi tuliofanya tulibaini kuwa zilitokana na uhamasishaji au uchochezi uliofanywa awali na kubaini kwamba kulikuwepo na maandalizi ya vurugu hizo kabla ya tarehe 29 ya mwezi wa 10 mwaka 2025. Mheshimiwa Lissu anasimama hapa anasema, Mheshimiwa majaji, mimi sikuuliza hilo swali. Shahidi anajibu kitu kipya. Akiruhusiwa nitaomba na mimi ni mcrossi examine upya. Jaji anasema tuendelee. Mheshimiwa Lissu anasimama na kusisitiza kuwa akiruhusiwa nitaomba niruhusiwe na mimi kumfanyia cross examination upya. Jaji anasema tuendelee. Mheshimiwa Lissu anasema kama mmesema hivyo basi tuendelee. Katuga anasema, uliulizwa, je, unataka maelezo uliyoyatoa polisi uaminiwe? Ukajibu ndiyo. Ya hapo mahakamani? Ukajibu pia ndiyo. Hebu tupe ufafanuzi kuhusiana na utofauti uliotoa polisi na uliotoa mahakamani. Mheshimiwa Lissu anainuka tena na kusema, hicho kitu sicho nilichouliza. Lissu anasema, niliuliza kama ameeleza kuwepo kwa tofauti, akieleza sababu nitataka kupewa nafasi ya kumcross examine tena. Katuga anaeleza hapa na Mheshimiwa Lissu hapa anaeleza hapa wanajibizana kidogo mambo ya kisheria hapa, na mabishano yanaendelea hapa kidogo kati ya Mheshimiwa Lissu na wakili wa serikali Nasolo Katuga. Mheshimiwa Lissu anawaambia majaji kwamba yeye aliuliza kama shahidi alielezea sababu ya huo tofauti, so hawezi akatoa sababu sasa hivi, itakuwa ni kitu kipya, hivyo na yeye ataomba aruhusiwe kufanya cross examination kwa mara nyingine tena. Jaji Ndunguru anamwambia Katuga, rephrase swali lako. Katuga anasema, hebu shahidi, sijui kama tunaelewana, tuambie kama umeeleza sababu ya utofauti kati ya maelezo uliotoa polisi na haya uliotoa hapa mahakamani, ulikuwa unamaanisha nini? ACP Amini Mahamba anasema, kwa kweli sijaeleza sababu ya utofauti, lakini nachofahamu yale niliyoandika nikiwa ofisini na haya ya hapa mahakamani, majibu niliyotoa yalitokana na jinsi nilivyoongozwa na waendesha mashtaka. Basi kimya kinapita kama sekunde kadhaa. Wakili wa serikali Katuga anarudi kukaa na kujaribu kuzungumza na mawakili wenzie wa serikali. Jaji anasema tuendelee. Katuga anasema, samahani waheshimiwa, dakika 2 nizungumze na wenzangu. Katuga anajadili hapa na wakili mkuu wa serikali ajuae na wakili Jobu Mrema, na baadaye anaongea na wakili mwingine wa serikali Ignas Mwinuka. Anamaliza kukonsulti wakili Katuga na kusimama tena. Katuga anasema, baada ya kukonsult na wenzangu tumeona tuishie hapa kwa faida ya mahakama. Ni hayo kwa shahidi huyu. Ukimya unaendelea tena hapa kwa sekunde kadhaa. Jaji anasema, shahidi, umemaliza kutoa ushahidi wako, mahakama inakuruhusu, unaweza kwenda. Shahidi anatoka hapa mahakamani nduki kama mwizi aliyekwapua simu hapa. Sasa ikumbukwe kwamba baada ya kumaliza kutoa ushahidi hapa tulitegemea kwamba atakuja shahidi mwingine, na ikumbuke kwamba pia shahidi huyu ambaye ni mpelelezi mkuu wa kesi hii zidi yake, kumekuwa na minong'ono mingi kuhusu identity yake. Wengine wanasema alishafariki, na Lissu pia aliuliza maswali hayo kwamba Amini Mahamba umefufuka lini, na akasema kwamba yeye na huyu ambaye anasemwa ni watu tofauti. Sasa
Ukiacha madai yaliyozunguka mitandaoni ya mtu anadai kuwa ni mjane wa Mahamba, lakini pia karibuni zimejitokeza taarifa kuwa shahidi huyu si Mahamba halisi. Haya yanasemwa na watu waliofanya kazi na shahidi huyu kwa miaka mingi, wakidai kwamba jina halisi la shahidi huyu anaitwa Peter Jumamosi. Anasimama hapa wakili wa serikali ajuaye kwa leo tulikuwa na shahidi huyu tu, hivyo tunaomba mahakama ilizie mpaka kesho. Mheshimiwa Lissu anasimama na kusema, kama mtakumbuka sawasawa, tulikuwa na amri upande wa mashtaka walete mashahidi 2 ama 3. Je, amri hii imekuwa vacated? Tumeshachelewa sana, na hatukuchelewa kwa sababu zenu wala zangu, ila sababu ni za upande wa jamhuri. Tukiendelea kuchelewa hivi, mimi nitaendelea kukaa gerezani wakati narudia tena sina hatia. Kwa hiyo kuanzia kesho waje mashahidi wa kutosha. Jaji Ndunguru anasema kesi imehailishwa hadi kesho saa 3 asubuhi, ambapo tutakuja tena mahakamani kuendelea na shahidi mwingine, ambapo shahidi wa 16 wa upande wa jamhuri ACP Amini Mahamba amemaliza kutoa ushahidi wake, kafanywa cross examination, re-examination, lakini pia upande wa jamhuri pia wamemaliza kumfanyia re-examination na hakuna jipya tena. Lissu kamaliza, basi ni shahidi mwingine. Hii ni episodi ya 41, tukutane kesho kuendelea na episodi ya 42, lakini kubwa tuachia muone yako na endelea pia kutufuatilia hapa kwa kina zaidi, ili ujue kwa kina zaidi mwenendo wa kesi hii ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chadema Taifa Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu.